Kwanza, itarahisisha upatikanaji wa taarifa kuhusu huduma za maombi ya utambulisho kupitia short code hii badala ya waombaji kufika katika ofisi za NIDA wilayani, na tunafahamu wilaya zetu zilivyo kubwa. Lakini pili, itaondoa kwa wananchi usumbufu na gharama za kusafiri kwenda ofisi za NIDA kupata huduma hiyo. Tatu, ni kupunguza foleni katika ofisi za NIDA, kwani mwananchi anaweza kupata huduma hiyo yeye mwenyewe kwa kutumia SMS kupitia short code hii. Lakini nne, itawezesha waombaji wa vitambulisho vya taifa kufuatilia kwa urahisi taarifa za maombi yao kwa kutumia kwa hatua kila wanapohitaji kufahamu. Kwa hatua wanapohitaji kufahamu, wakati wote watajibiwa kupitia matumizi ya short code hii. Lakini la tano ni kwamba mfumo huu kutengenezwa kwa kutumia wataalamu walio katika mamlaka yenyewe ya vitambulisho vya taifa kumeokoa fedha nyingi za serikali. Kwa muktadha huo, nitoe rai kwa wananchi wote nchini kutumia kikamilifu huduma hii mpya, kwani kwa kutumia simu yako ya mkononi popote ulipo na wakati wowote utakao, unaweza kupata taarifa hizi kwa haraka na kwa uhakika. Hatua hii inaenda kuondoa matatizo ya muda mrefu, ambapo hivi leo tunavyozungumza katika wilaya zetu viko vitambulisho vingi sana ambavyo havijachukuliwa, na sababu kubwa inakuwa ni hiyo, kwamba muombaji hajui kitambulisho chake kiko katika hatua gani. Kupitia mfumo huu sasa utajibiwa na utaambiwa kama namba yako umepata ndani ya siku 5 toka siku uliyoomba, na kama hujapata ndani ya siku 5 toka ulipoomba, ukitumia mfumo huu ukauliza, utajibiwa kwamba hujapata namba kwa sababu fulani na uje mahala fulani ili tuangalie takwimu zako kama zimekaa sawa sawa. Nataka niamini kwamba baada ya kuwa sasa na mfumo huu hakutabaki kitambulisho chochote kule wilayani, na kama ambavyo mmesikia wananchi kwamba baadhi yetu walipopata ile namba tu ambayo inaruhusu kuitumia wamesahau na hawafuatilii tena kwenda kuchukua vitambulisho vyenyewe. Baada ya muda tutasitisha matumizi ya namba hizo ili watu mchukue vitambulisho, kwa sababu vinachakaa mkiwa bado hamjavichukua.